Himaya ya Mantale kwa sasa inamhitaji zaidi Kitana. Ni kifupi ni kwamba uwepo wa Kitana unaleta mwanga na nuru kwenye himaya ya Mantale, lakini kwa sasa himaya hii ya Mantale inamuinda Kitana kana kwamba yeye ndio msababishaji wa masuala yote ambayo yanaendelea. Vifo vyote ambavyo vinatokea kwenye himaya hii, inasemekana kwamba Kitana ambaye tunafahamu kabisa kwamba ndio msaada mkubwa wa himaya hii, yeye ndio msababishaji wa yote. Sasa hicho sio kilichotuleta hapa, ndugu mpenzi mtazamaji. Subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, alafu twende tukachambue kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kwenye episodi hapa. Kwanza kabisa leo tutakuwa tuna mambo mawili ya kuweza kuzungumzia. Jambo la kwanza ni kwamba vipi Zengeni ataficha siri ama atatunza siri, atamtunzia siri Kitana mara baada ya kupewa msaada pindi ambapo aliweza kung'atwa na nyoka mkali mwenye sumu kali. Ataweza kutunza hii siri? Atashindwa kumchoma Kitana? Kwa sababu kwa sasa tayari uwepo wa Kitana unatambulika kwenye hii himaya. Nafikiri kwamba kuna namna Kitana anatakiwa kuchunguzwa na binti ambaye anaitwa Zengeni. Ni kwa nini ninasema hivyo? Ni kwa sababu Zengeni kwa sasa amekwenda kuingia kwenye uadui na kaka yake Zumo kutokana na kumpeleleza ama kufuatilia mahusiano yake yeye pamoja na Majinga. Sasa kuna kitu ambacho nafikiri kwamba Kitana anatakiwa kuelewa hapo kwa dada yake na Zumo, ni kwamba Zumo tayari ameshaanza kumpenda Kitana na Zengeni ametambua udhaifu kaka yake Zumo ni Kitana. Hii ni mara baada ya Majinga kumtishia Zumo pindi ambapo Zumo alikuwa akimuonya kabisa kutembea na dada yake. Alimwambia kwamba akitoboa hii siri kwa chifu ya kwamba Zengeni anatoka na Majinga, basi hata Majinga alimwambia kwamba atakwenda kumwambia baba yake chifu ya kwamba yeye anafahamu sehemu ambapo Kitana anapatikana na yeye anahusika katika kumficha Kitana. Hapo ndipo Zengeni alitambua mahusiano ya kaka yake pamoja na Kitana. Nafikiri kwamba ametambua kwamba Zengeni kaka yake anampenda Kitana kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu aliogopa mara baada ya Mr. Majinga kuweza kumtishia kwamba atamwambia chifu kwamba yeye anahusika kumficha Kitana. Sasa hicho ndo kitu ambacho nimekuambia kwamba tutakizungumzia leo ama tutakichambua kwa pamoja. Huo hapo ulikuwa ni uchambuzi wa kwanza ya kwamba Kitana ataweza kufichuliwa ama Zengeni ataifichua hii siri kuhusiana na sehemu ambayo anaishi. Atamwambia baba yake ya kwamba kaka yake Zumo ana uhusiano na Kitana. Sasa hicho ni kitu ambacho nafikiri kwamba ndo cha kwanza kabisa ambacho tumekichambua siku ya leo. Jibu ni hili hapa. Nafikiri kwamba Zengeni hawezi kufanya hicho, pamoja na kwamba ana ugomvi na kaka yake kwa sasa, lakini ni dhahiri shahiri anamjali kaka yake. Hawezi kufanya kitu chochote ambacho kitayagalimu maisha ya kaka yake. Sasa tuachane na hapo, tuje kuzungumzia kwa mtaalamu wetu ambaye ni mtabiri wa himaya ya Mantale. Huyu sio mwingine ni Ngalewa. Bwana Ngalewa amefuatwa na Kitana. Kitana anahitaji majibu kuhusiana na msitu wa kifo. Huu ni msitu wa kifo, ukiusikia tu unajua kabisa kwamba kitu ambacho kinaendelea kwenye huo msitu ni vifo, na inasemekana kwamba hakuna mtu ambaye aliwahi kuingia kwenye huo msitu akarudi akiwa hai. Lakini kwa mujibu wa maelezo ambayo Ngalewa ameyatoa, amesema kwamba haitambuliki kama inavyotambulika na watu, yani kwamba kwa kuwa unaitwa msitu wa kifo, basi watu wakiingia humo wanafariki. Na hii hapa ni mara baada ya Kitana kutaka kuingia kwenye huo msitu kwa ajili ya kumtafuta baba yake. Ikumbukwe tu baba yake Mr. Lukindo ama Mzee Lukindo aliingia kule kwa ajili ya kupata msaada wa binti yake Kitana, lakini haikuwa bahati, aliweza kutokomea huko. Sasa kwa mujibu wa maelezo ya Mr. Ngalewa, inasemekana kwamba baba yake yuko hai, lakini aliingia huko moja kwa moja akaingia kwenye illusion. Yani ukiingia kwenye huo msitu wa kifo unakuwa kama kwamba umekufa, lakini yani unakuwa mfu hai, mtu ambaye amekufa lakini anatembea, kwa sababu mawazo yako yote yanachukuliwa na mizimu ya kale ambayo ilikasirika na jinsi ambavyo machifu wa himaya mbili, himaya ya Sumve pamoja na himaya ya Mantale, walikuwa wakikiuka matakwa yao, na ndio maana ukatengenezwa msitu wa kifo, ili msitu huo yanapotokea majanga ndani ya msitu huo kunakuwa na msaada, lakini kuupata huo msaada lazima wachifu ama machifu waweze kuteseka, na ndio maana ukatengenezwa msitu wa kifo na wazee ama mizimu ya mababu na mababu wa himaya hizo mbili, Sumve pamoja na himaya ya Mantale. Hayo ni maelezo kutoka kwa mtabiri wa himaya ya Mantale. Sasa pointi yetu iko wapi? Kitu ambacho nimekuambia kwamba tutakichambua leo ni kuhusiana na siri ambayo naona kabisa Ngalewa anamficha Kitana. Yani anatambua kwamba unaweza ukaingia
kuingia kwenye msitu wa kifo, lakini pia ukarudi ukiwa salama kabisa. Ni kwa nini ninasema hivyo? Tukumbuke hapo awali alihitajika kutolewa kafara Zumo, lakini chifu alikataa kabisa, na Ngalewa alipewa jukumu la kuingia kwenye msitu wa kifo kwa ajili ya kutafuta dawa ambayo itakuja kumponya ama itakuja kupambana na mzimu wa Kopaku ambao unahitaji roho ama nafsi ya mtoto wa chifu, nikimaanisha kwamba Zumo. Sasa ni kwa nini alikuwa na uhakika wa kwenda kule na kurudi, wakati amesema kwamba ukiingia kule lazima ufahamu wako unatekwa? Yani kifupi ni kwamba unakuwa kama mtu ambaye ni chizi, hujielewi, yani maisha yako yote unakuwa kama vile uko ndotoni. Ni kwa nini yeye alihitaji kuingia kwenye huo msitu wa kifo, na ni kwa nini amemkataza Kitana asiingie kwenye ule msitu kwa ajili ya kwenda kumtafuta nani? Kumtafuta baba yake, akihofia kwamba na Kitana yanaweza yakamkuta kama yanayosemekana kwamba ukiingia kwenye ule msitu hauwezi kurudisha kwato zako nyuma daima. Ni kwa nini anasema hivyo? Ni kwa sababu anahofia Kitana labda huenda kuna siri ambazo atakwenda kuzijua kwenye msitu wa kifo, ambapo sasa hizo siri hazitakiwi kujulikana na mwanahimaya yoyote yule. Sasa kuna namna ambavyo tunatambua kabisa kwamba Kitana ana nguvu nyingi kumzidi Ngalewa, lakini Ngalewa hajatambua kwamba Kitana sio mjinga. Lazima kuna kitu ambacho atakuwa anakiandaa mara baada ya kupata majibu kutoka kwa Ngalewa ya kwamba ule msitu hauingiliki hivi hivi. Nafikiri kwamba episodi zinazofuata tutaweza kushuhudia mtu wa kwanza kabisa kati ya Ngalewa pamoja na Kitana kuingia kwenye msitu wa kifo. Nafikiri kwamba Kitana ataanza kuingia kwenye msitu wa kifo, then Ngalewa mtabili wa himaya ya Mantale atafuata, kwa sababu nafikiri atakuwa anatambua kitu ambacho anakifikiria Kitana. Sidhani kama Kitana atakuwa amemsikiliza, kwa sababu anajali zaidi kuhusiana na baba yake, so lazima atafanya jambo lolote lile kuhakikisha kwamba anaingia kwenye msitu wa kifo. Sasa hata Mr. Ngalewa lazima atamfuata huko, kwa sababu ataamini kuna kitu ambacho atakutana nacho sio cha kawaida na atahitaji msaada wa Ngalewa zaidi. Nikwambie kwamba huu ni uchambuzi, tukutane